Unaweza ukakuta kesho yako ni njema sana, lakini wewe umeng'ang'ania mambo ya zamani ambayo bado yanakupa maumivu, bado yanakukumbusha majuto yako na bado yanakuweka kwenye hatia ya mambo ambayo wewe uliyafanya. Unaweza ukaanza upya na maisha yakaendelea vizuri kabisa kwa neema ya Mungu. Maana hata Mungu mwenyewe amesema kwenye Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17 pale inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Manake unapokubali kuwa unahitaji msaada wa Mungu, unapokubali kuwa unahitaji usaidizi wa uwezo usioonekana, usaidizi wa uwezo unaopita uwezo wako, manake wewe tayari umeokoka, tayari umejua kuwa wewe hujajiumba, tayari umejua kuwa maisha yako wewe yanashikiliwa na uwezo mkubwa wa muumbaji wako. Na ukiwa ndani yake, manake ukikubali wewe kuishi kwa mwamvuli huo wa kumtegemea Mwenyezi Mungu, manake umekubali kuwa ndani ya Kristo. Sasa unapokubali kuwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita. Hata kama ulikuwa unafanya dhambi gani, hata kama ulikuwa unafanya maovu gani, hata kama ulikuwa unafanya matendo gani mabaya, hata kama ulikuwa watu wanakuchukia kwa sababu ya kitu fulani kibaya, sasa tunakwambia ukiwa ndani ya Kristo, yale ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Manake mtazamo wako sasa unaanza kutengeneza fikra mpya, mtazamo wako sasa unaanza kutengeneza experience mpya kwa watu, ili watu waanze kukutazama umekuwa mpya, watu waanze kukuona umekuwa mpya. Ukiwa ndani ya Kristo unaweza kabisa kubadilisha ule mfumo wa maisha yako ya zamani na kuleta mfumo mpya kwenye maisha yako, na ukabaki kuwa na furaha na ukabaki kuishi maisha yanayompendeza Mwenyezi Mungu.